Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Tumaini langu ni kwamba Mwokozi Yesu Kristo amekuwezesha na kukubariki uwe nami wakati huu. Pamoja na hayo, umechagua kulisikia neno la Mungu na kujifunza kutoka kwake. Mafundisho yetu yatoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, nalo somo li kwenye sura ya 3. Mada ya sura hii ni kwamba mtazamo halisi wa Mungu humwezesha Mkristo kutenda au kuhudumu vema katika mwili wa Kristo. Kwenye sura ya 2, Mtume Paulo aliwasilisha vikundi viwili, mtu wa tabia ya asili na huyo wa kiroho. Sasa aendelea kwenye sura hii ya 3 kuwagawanya waumini, hasa hao walio wa kiroho na wale wanaoenenda katika mwili. Hali ya kila mmoja hujidhihirisha katika maisha yao na huduma yao katika Kristo. Neno lasema hivi kwenye aya ya 1: lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Andiko hili latupa kikundi cha 3 ambacho Mtume Paulo anena kwa habari yao. Mtu huyo wa kikundi cha 3 ni Mkristo asiye kawaida. Huyu Mkristo asiye wa kawaida ni huyo anayetembea katika mwili na kutenda yote katika mwili, yaani kwa lugha nyingine ni mtoto wa kiroho. Tutakaloona katika barua hii, sehemu ya kwanza, Paulo azungumzia kuhusu mambo ya kimwili watendao hao watoto wa kiroho, kisha kwenye sehemu ya mwisho azungumzia hayo ya kiroho. Paulo alizungumzia sana mambo ya kimwili yaliyokuwa yakitendeka, naye akifikia sura ya 12 apumzika kwa kusema hivi kwenye aya ya 1: basi ndugu, kwa habari ya karama za kiroho sitaki mkose kufahamu. Mkristo aliye wa tabia ya kimwili ni yule hajakuwa kiroho, kwa hiyo hukosa hali ya kupambanua, si kwamba hana Roho Mtakatifu, lakini hakui katika neema na maarifa ya Kristo. Zaidi, kutokuwa kwa kama huyo hutokana na hali yake ya kutolisoma neno la Mungu na kulitenda kama vile linavyomwagiza. Ni muhimu sana, msikilizaji wangu, kujua jambo hili na kulifuatilia kama vile tutakavyojifunza kwenye sura hii ya 3. Uwezo wa kukua huyo mtoto wa kiroho anao, lakini shauku hana. Jinsi ufahamuvyo habari za mtoto, ana uwezo wa kuwa mtu mzima tena mwenye maarifa, ila ni lazima aanze kwa kunywa maziwa. Paulo atumia msemo huo katika mambo ya kiroho ili tupate kuelewa hayo yanayotupasa kama watoto wa Mungu. Kwenye aya ya 2 aendelea kusema hivi: naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam, hata sasa hamkiwezi. Mtume asema kwamba hangelisema na wao mambo ya kiroho zaidi, maana utayari wa wao kupokea hayo hawakuwa nao. Kwa hivyo yambidi kuzungumza nao mambo ya kimwili waliokuwa nayo. Ni huzuni kwamba wengi wa waumini wa katika kiwango hicho. Je, twawezaje kumtambua Mkristo aliye kimwili? Mkristo aliye kimwili ni yule atumiaye mkono wake dhaifu wa kimwili kutenda ayatendayo. Hujaribu kupata hayo ya kiroho kwa njia ya kimwili. Hali ya mtu wa kimwili ni yule atafutaye kufanya lolote linalomjia, hasa linalofurahisha mwili wake. Mambo yanayomtambulisha mtu huyo wa kimwili nayo tuyapata kwenye aya ya 3 inayosema hivi: kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Mtu wa tabia ya mwilini, msikilizaji, hujulikana kwa yajidhihirishayo katika maisha yake. Mtu apendaye masengenyo, fitina na kuleta mafarakano, uzushi na aliyejaa chuki, utungu na mengine kama hayo, ni mtu wa tabia ya mwilini, mtu anayeenenda katika hali ya kibinadamu, yani hali ya dhambi. Unapoona lolote kama hilo likitendeka mahali popote, basi huo ni mwili, ndugu msikilizaji, ulio kazini. Elewa hili kwamba waweza kutotenda mambo ya kiulimwengu, lakini uwe mtu wa tabia ya mwilini. Je, yamekuelea haya nisemayo?
Iwapo hayajakuelea msikilizaji, basi tazama maisha yako na uone unayoyatenda. Iwapo una tashwishi la hili ni kwambialo, geukia sura ya 5 ya kitabu cha Wagalatia, uanze kusoma ule mstari wa 19 na kuendelea, kisha ulinganishe na hayo ambayo yatajwa kuwa ni tunda la Roho. Hapo utapata kufahamu iwapo wewe ni mtu unayetembea kwa jinsi ya mwilini au kiulimwengu, au waongozwa na Roho Mtakatifu. Tuendelea kusoma yafuatayo kwenye aya ya 4 hadi 6. Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine, mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi Apolo ni nani na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mliamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Walilokuwa wakifanya wale waumini wa Korintho ilikuwa dhihirisho la tabia yao ya mwilini. Ila mtume Paulo awaambia kwamba wao, yani Petro, Apolo na yeye, ni watumishi na wahudumu waliowahubiri, nao wakaamini. Paulo ndiye alitangulia kufika kwenye sehemu hiyo, akifuatiwa na Apolo aliyewajenga na kuwahimiza waumini. Wote ni watumishi wa Mungu waliotumwa kuwahudumia. Kwa hivyo, kwa wao kugeuka na kuanza kujitaja kuwa wao ni wa fulani, wao walikuwa wakidhihirisha tabia ya mwilini, tabia isiyokuwa ya Mkristo. Kwenye aya ya 7 neno la Bwana laendelea kutujulisha yafuatayo: hivyo apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Jambo muhimu tulionalo kwenye andiko hili ni kwamba mhubiri si ndiye mwenye umuhimu, bali ni Mungu huyo aliyemtumia kutenda mapenzi yake. Iwapo Mungu atamtumia mtu, basi Mungu ndiye astahili sifa kwa matokeo. Mpe Mungu sifa na utukufu, msikilizaji. Wacha kunenanena habari za watu wale waliotumiwa, maana iwapo mtu alitumiwa kutenda jambo fulani, haina maana kwamba yastahili sifa na utukufu. Hivyo yule apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzae. Hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu afaa kuelewa, kwa kuwa watoto wengi wa Mungu wamepotea kwa kufikiri kwamba wale wapandao na wale watiao maji ndiyo kitu. La hasha, wao si kitu, bali ni vyombo vilivyotumika, na hivyo ni Mungu tu ndiye astahili kutukuzwa, kwa kuwa kazi hiyo waliokuwa wakitenda haikuwa yao, bali ni kazi yake Mungu. Na kwako mhubiri mwenzangu, hilo pia ni lako, kwamba wewe si kitu, bali ni Mungu atendaye kazi hiyo. Yasikitisha kwamba kuna wale wanaofikiri kwamba pasipo wao basi kazi ya Mungu haiwezi kuendelea. Huo ni udanganyifu wa moyo, na pia ni hali ya kujidanganya mwenyewe. Ndugu yangu, iwapo leo hii utaondoka, iwapo leo hii utaiaga dunia hii, nataka nikujulishe mapema kwamba kazi yake Mungu itaendelea, kwa kuwa kazi ya Mungu haikutegemei wewe, kazi ya Mungu yajitegemea yenyewe, kwa kuwa Mungu yeye yupo na wala hataondoka. Hivyo kile kinachokupasa ni kutenda jambo lolote lile au kuhudumu, ukijua kwamba ya kuhitaji uwe mwaminifu katika yote aliyokuaminia Mungu, yani uyatende kwa utukufu wake Bwana, na wala si kujitafutia mali au kujitafutia sifa miongoni mwa watu. Najua kwamba hilo ni jambo utakaloliangalia na kulizingatia katika maisha yako, iwapo umekuwa ukifanya jambo kama hilo. Tunapogeukia aya ya 8, neno la Bwana latuambia hivi: basi yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja, lakini kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe, sawasawa na taabu yake mwenyewe. Twahitaji kwa mujibu wa andiko hili kutambua kwamba Mungu huwatumia watu wengi kutenda mapenzi yake katika shamba lake. Kuna uwezekano wa wao kutenda mambo kwa nia tofauti mmoja na mwingine, lakini atendaye kazi hiyo ni Mungu, wala si wao. Wao ni wanadamu tu, watatenda kazi pamoja na Mungu, na mwishowe kila mtu atapata thawabu jinsi alivyofanya kazi yake. Tunapoendelea kwenye aya ya 9 na 10, hivi ndivyo neno latujulisha zaidi kuhusu watenda kazi wa Mungu. Neno lasema hivi: maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi, kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na aangalie jinsi anavyojenga juu yake.
Msingi ambao neno la Mungu latuambia habari yake uliwekwa yapata zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Wewe nami hatuwezi kuweka msingi mwingine. Kile tunachohitaji kufanya ni kuwaelekeza watu kwa msingi huo ambao ni Yesu Kristo, na kuwahimiza wajenge kwenye msingi huo. Kwa hivyo tulihubiri neno la Mungu na injili iwezayo kuwaokoa wote wanaoamini. Aya ya 11 yasema kwamba maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo Yesu. Je, msikilizaji, imani yako ii kwenye msingi upi? Msingi ambao imani yako yafaa kuwa juu yake ni kwa huyo Yesu Kristo aliyekwisha kuwekwa tayari. Hili ni jambo unalohitaji kuzingatia maishani mwako, maana usipofanya hivyo utajipata kwamba wajenga juu ya vitu vingine ambavyo mwishowe vitaondolewa, au mara vinapotikiswa huanguka mara moja. Hatua ya kwanza ya kujenga kwenye msingi huo ni kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, na si kwa kutenda matendo mema. Maana ulipomwendea Kristo ulimwendea bila matendo yako. Hukuwa na chochote cha mkononi, nawe kwa imani uliwekwa juu ya huyo Kristo aliye mwamba imara, tena mwamba wa kale. Sasa kwa sababu ya imani yako katika Kristo waweza kujenga juu yake. Hapa ndipo, msikilizaji wangu, matendo mema ya Mkristo huingilia. Iwapo Mkristo hatatenda matendo mema, huyo ninatashwishi kama hakika ni Mkristo. Maana Kristo alitenda mema popote alipoenda, na ndivyo wahitaji kutenda mema popote ulipo na popote uendapo. Na kwenye aya ya 12 na 13 maandiko yaendelea kutuambia yafuatayo: lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe unajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Mtume Paulo hapa atufahamisha kwamba kwenye msingi huo tuwaweza kujenga kwa kutumia aina 6 ya vifaa, navyo ni kama ifuatavyo: dhahabu, fedha, mawe ya thamani, miti, majani au manyasi. Moto, kama vile wafahamu, utaramba vifaa 3 kwenye orodha hiyo. Muumini ana uhuru wa kutumia aina yoyote ya vifaa, lakini funzo kuu hapa ni kwamba kusudi muumini apate thawabu kutoka kwa Mungu ni lazima afanye kazi itakayostahimili moto, nayo iwe kwenye msingi huo ambaye ni Kristo Yesu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 14, ambapo neno lasema hivi: kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa, atapata thawabu. Thawabu, msikilizaji, itu kwa wale watakaotumia dhahabu, fedha au mawe ya thamani kujenga kwenye msingi ule. Unapotazama maisha ya wapendwa wengi, utaona kwamba wao waendelea kujenga kwenye msingi huo wakitumia fedha, dhahabu au mawe ya thamani. Kweli ndiyo hii kwamba ni Mungu tu ndiye ajuaye ni vifaa vipi tunavyotumia kujenga kwenye msingi huo. Kumbuka kwamba ni kwenye siku hiyo tu ndipo tutajua ni vifaa vipi tunavyotumia, na kila moja yazo kujaribiwa kwa moto. Katika hilo ningelipenda kusema kwamba maisha yako pia yatakupa dokezo ya kifaa kipi unachotumia kujenga kwenye msingi huo. Kwenye aya ya 15 neno lasema hivi: kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Mpendwa, kwa mujibu wa aya hii twaona kwamba ni lazima kujitazama katika yote tutendayo. Hakuna kazi ya awaye yote ambayo haitapitia motoni. Utofauti utakuwepo iwapo tu kazi hiyo itastahimili moto siku hiyo. Na kwa sababu hiyo wafaa kujiuliza ni vifaa vipi unavyovitumia. Iwapo watumia dhahabu ni vyema, ingawaje huenda kazi hiyo isionekane kwa sasa. Ikiwa watumia manyasi, kazi yako yaweza kuonekana hata kwa upeo wa macho, lakini mwishowe moto utageuza nyasi hizo kuwa moshi na majivu. Msikilizaji, nafikiri kwamba mbinguni watakuwepo waumini watakao kuwepo huko, kwa sababu msingi wao ni Kristo tu, ila watanuka kana kwamba wamenunuliwa kutoka kwenye mnada wa moto. Yote waliotenda yataishia katika moshi na majivu. Thawabu hawatakuwa nayo. Iwapo wewe ni Mkristo wa tabia ya mwilini, basi usitarajie thawabu, kwa kuwa hukuhusiana na Mungu jinsi inavyostahili, kama vile neno lake linavyotufunulia. Mkristo wa tabia ya mwilini ni yule asiyefahamu kuhusu neno la Mungu. Ni rahisi kutambua viwango 3 ambavyo
Paulo ataja kuhusu uhusiano wa neno la Mungu na watu hao walioko kwenye vikundi hivyo tatu. Kwa mwanadamu wa tabia ya asili, neno la Mungu ni upuzi. Kwa yule mtu wa kiroho, yeye hupambanua mambo ya kirohoni, hasa neno la Mungu, na hupata kujua hayo ambayo Mungu amemkirimia bure kwa njia ya Kristo Yesu. Huyo ndiye twapata habari zake kwenye sura ya 2 aya ya 10 hadi aya ya 12, ambapo neno latuambia hivi: lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Ndugu msikilizaji, mtu wa kiroho ni mtu anayejua hayo ambayo amekirimiwa na Mungu. Mtu kama yule ndiye afahamu kwamba upendo ni dhahabu, naye hufanya bidii kuwapenda wote. Huyo ndiye ufahamu kwamba saburi ni fedha, naye hufanya bidii kuwa na saburi, kwa kuwa Roho wa Mungu msaidia awe na saburi. Ndugu yangu, ningelipenda kukujulisha kwamba iwapo kuna njia unayofikiri kwamba utapata thawabu, lazima jengo lako liwe limejengwa kwa fedha au dhahabu au vito vya thamani. Hiyo ni kukwambia kwamba iwapo kuna hilo unalohitaji kufanya, ni kuangalia katika maisha yako, kama vile nilivyosema kwamba maisha yako yatakupa dokezo iwapo wajenga kwa dhahabu au fedha au vito vya thamani. Ndugu yangu, najua kwamba utaendelea kumwomba Bwana Mungu akusaidie upate kufikia hili ninalozungumzia wakati huu. Tunapogeukia aya ya 16 na 17, neno la Bwana laendelea kutujulisha haya: hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mtoto wa Mungu, yani wewe uliyemwamini Kristo, hekalu ya Roho Mtakatifu. Tutazingatia swala hili baadaye kwenye maandiko, ila muhimu ni ufahamu kwamba miili yetu ni yake Bwana. Kwa hivyo hatuwezi kufanya lolote lile tunalofikiri kwamba twaweza kufanya. Ni lazima kuheshimu miili hii yetu, kwa kuwa neno la kuambia kuwa mwili wako ni hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Kwa hivyo mheshimu Roho wa Mungu kwa yote uyatendayo. Aya ya 18 yasema hivi: mtu asijidanganye mwenyewe, kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Hekima, msikilizaji, si mbaya kuwa nayo, ila hekima hiyo inapokuongoza kutomwamini Mungu na kulifuata neno lake, hapo ndipo kuna hatari. Ni muhimu kutambua kwamba hekima halisi yapatikana katika neno la Mungu, yani Biblia, hasa mwanadamu anapotafuta kumfuata Mungu aliyemuumba. Kwa msingi huo liweke neno la Mungu moyoni mwako na kutenda jinsi likuagizavyo, nawe utakuwa mwenye hekima. Kumbuka kwamba hekima ya dunia hii imewaongoza watu wengi kusema kwamba hakuna Mungu. Na kwa kama hao, neno la Mungu lasema waziwazi kwamba mpumbavu amesema katika moyo wake, hakuna Mungu. Je, wewe ni mwenye hekima? Basi hekima hiyo na ikuongoze kumtii Mungu katika yote anayoyanena kwenye neno lake. Lakini ikiwa wewe wajidai kuwa ni mwenye hekima na wala haumtambui Mungu, neno lasema kwamba wewe ni mpumbavu. Upumbavu huo wafaa kuuacha mbali kwa kuigeukia hekima yake Mungu, ambayo yadhihirika wazi katika hayo aliyotutendea katika Kristo mwana wake pale msalabani. Huyo Yesu Kristo ndiye aliangikwa msalabani kusudi wewe pamoja nami tupatanishwe na Mungu, na hivyo kupata hekima ya kimungu. Kwa kumalizia sura hii, ndugu msikilizaji, yani sura ya 3 ya kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 18 hadi 23: mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasaye wenye hekima katika hila yao. Na tena Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ya ubatili. Basi mtu yeyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu.
kwamba ni Paulo au Apolo au Kefa au dunia au uzima au mauti au vile vilivyopo sasa au vile vitakavyokuwapo, vyote ni vyenu, nanyi ni wa Kristo na Kristo ni wa Mungu. Yabariki jinsi gani, msikilizaji, kwamba hatufungiwi katika dhehebu moja. Badala ya kujiangalia na kuona kuwa sisi ni wa fulani au twastahili kufunzwa na mwalimu au mhubiri fulani tu, tutambua kwamba wote ni watumishi wa Mungu na wao ni wahudumu wetu. Yapendeza tena ni yenye utukufu sana tunapokutana na watu wa dhehebu tofauti kwenye meza ya neno la Mungu, ambaye ni Kristo Bwana wetu. Ndugu aliye kwenye dhehebu nyingine, licha ya tofauti ndogo zilizopo, iwapo amwamini Kristo, huyo ni ndugu yako, kwani amwamini Kristo. Yesu ndiye hitaji letu na la kila mmoja katika ulimwengu wa sasa. Hebu na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, kwa kuwa umempa subira hadi kufikia wakati huu ambapo tumalizia somo letu la leo. Na kushukuru kwa ajili ya yote aliyoyapokea, nikiomba kwamba kwa Roho wako Mtakatifu utamuongoza ajue yanayomstahili kutenda, apate kujenga juu ya ule msingi kwa dhahabu na fedha na vito vya thamani, kwa kukutukuza wewe maishani mwake. Najua kwamba kwa kuwa atalisoma neno hili, utaendelea kujifunua kwake na kumuongoza katika yote maishani, kusudi jina lako libarikiwe na kusifiwa milele. Hayo nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila njia kufahamu kuwa maisha yako yachangia sana hayo yatakayokuwepo baadaye, hasa kupewa thawabu na Mungu mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ambacho kila mmoja wetu, yani kila muumini katika Kristo, atasimama mbele yake na kupewa thawabu kwa kadiri ya yote aliyoyatenda. Kwa hivyo mpendwa, maisha yako ya sasa jinsi yalivyo na jinsi yatakavyoendelea ndiyo yatadhihirika mbele ya Kristo siku hiyo, iwapo ni thawabu utakayopata au utaokolewa kana kwamba ni kwa moto tu. Najua kwamba kwa kuwa umepokea neno hili, utafanya bidii kwa Roho wa Mungu kutenda yote yanayompendeza Mungu popote ulipo, kusudi jina la Kristo litukuzwe na mwishowe upate thawabu hiyo mbele za Mungu wakati huo atakapodhihirishwa mwana wa Mungu. Na hadi tutakapokutana kwenye kipindi kijacho, baraka na neema zake Mwenyezi Mungu ziandamane nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Kutokana na ujumbe huo, naamini kwamba umepokea linalokupasa. Kwa hivyo ukiwa na swali lolote, maoni au wahitaji ushauri, basi wasiliana nasi kwa kutumia anwani hii. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba, nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba, nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kipindi hiki kama vile kimekuwa baraka kwako, ndivyo chaendelea kuwabariki wengine kutokana na mchango wako. Endelea kutuma msaada wako kwa kutuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji ataendelea kufundisha kutoka kwenye sura ya 4 ya hicho kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tukutane wakati huo. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.